الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما حمدت به نفسك وأضعاف ما حمدك به الحامدون، ولك الحمد كما أنت له أهل سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، النصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. واغفر لنا فيما مضى وارحمنا فيما بقي يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى في محكم الكتاب العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعجز من أتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأمنية. صدق الله العلي العظيم. أوصيكم عباد الله كما ينبغي أن أوصي نفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أما بعد، أحباب الكرام، أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehma mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia uzima, kwa kutujalia afya, tukaweza kuikamilisha ibada tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili si kwa ujanja wetu wala si kwa uweza wetu wala si kwa kuwa sisi ni wema sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali ni mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Hivyo kila mmoja twapaswa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala lau kwa uchache kwa kutamka alhamdulillahi rabbil alamin. Kwani wapo waja waliokuwa wema zaidi, wacha Mungu zaidi, waliokuwa wameka hali lau wangeudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani wangefanya makubwa zaidi kuliko yale ambayo waliyafanya katika Ramadhani ya mwaka jana. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwapa fursa. Wapo miongoni mwao ambao Allah aliwachukua kabla haijaingia Ramadhani, hawakuweza kuyatekeleza yale ambayo waliazimia endapo wataingia ndani ya Ramadhani. Lakini sisi kwa udhaifu wetu Allah ametujalia tumeidiriki Ramadhani mpaka leo hii Ramadhani imeondoka. Tumshukuru sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia tumuombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala ayatakashe matendo yetu mema tuliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ahbabul kiram, nakuhusieni katika sala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali ya yote ninaihusia nafsi yangu katika jambo hilo. Umeondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ulikuwa ni mwezi wenye kheri nyingi, mwezi ambao ikhlasi za waja zilionekana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwezi ambao tulishikamana barabara na maamrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sote tukikusudia kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo Ramadhani imeondoka, vipi mustakabali wa maisha yetu na nje ya miezi mingine usiokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kila mmoja akipiga picha matendo aliyokuwa akiyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulidumu na visomo mbalimbali vya Qur'an, tulidumu na ibada mbalimbali za sunna na faradhi,
tulisimama visimamo mbalimbali. Leo Ramadhani imeondoka, ni vipi maisha yetu yatakuwa baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ukiangalia watukufu wa Islam, jambo kubwa ambalo tulidumu nalo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuimarisha mahusiano yetu baina ya sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Yale yote tuliyofanya ni kwa sababu tu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuyafanye, na yale yote ambayo tuliacha kwa sababu Allah azza wa jalla ametukataza tusiyafanye. Kwa hivyo kwa kufuata maamrisho na kuacha makatazo, tukatengeneza mahusiano yetu baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio Allah azza wa jalla anasema katika Qur'an tukufu ndani ya sura ya 18 aya namba 110 sura Kahfi, Allah anasema, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, ama yule ambaye anataraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, anahitaji kupata nusura mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal 'amalan salihan, basi adumu katika kutenda vitendo vyema. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe pamoja na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kushirikisha kwa chochote. Kwa hivyo utaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi, ikiwa tuna matarajio ya kukutana naye, ikiwa tunaamini tutakutana naye, basi tudumu katika kumcha yeye, ibada isiyofungika na miezi maalum. Amesema mwanazuoni Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Baz, anasema katika moja ya maneno yake, la intaha shahru Ramadan fa inna haqqullahi la yantahi illa bil maut. La intaha shahru Ramadan, ikiwa utaisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, fa inna haqqullahi la yantahi, hakika haki ya Allah, haki ya kuabudiwa haiishi illa bil maut, isipokuwa mtu atakapoingizwa katika kaburi. Na ndio Allah akasema, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, mche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mpaka ukufike umauti. Kwa hiyo watukufu wa Islam, ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada yenye kuendelea katika miezi mingine, si ibada inayoisha ndani tu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ili sisi tuboreshe mahusiano yetu, tufikie lengo la kuwa wacha Mungu kama ilivyotuweka mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima tuendeleze ibada zile nje ya miezi mingine usiokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Man kana ya'budu Ramadhan fa inna Ramadhana qad inqadha, ama yule ambaye alikuwa akiabudu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ayama ma'dudati, ni masiku machache, leo Ramadhani imeshaondoka. Wa man kana ya'budu Allah, ama yule ambaye alikuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamutu wa huwa rabbu kulli shuhur, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko hai, hafi, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye bwana wa miezi yote inayobakia. Tujipinde na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyofasili baadhi ya wanawazuoni wakifasili maana ya ucha Mungu. Maana sisi tuwe wacha Mungu ndio Ramadhani imetufinyanga ikatufanya kuwa wacha Mungu. Amesema Sheikh Ibn Baz katika moja ya maneno yake, attaqwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala maana yake hiya ibadatihi bi fi'li al-awamiri wa taraka an-nawahi. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu yeye bi fi'li al-awamir, kwa kufanya yale yote aliyoamrisha, wa taraka an-nawahi, na kuacha yale yote aliyokataza, an khawfi min Allah, kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wa an raghbati fi ma indahu, na kwa kupupia kuwa na raghba, kuwa na mapenzi, kuwa na shauku kwa yale yote ambayo Allah amewaahidi waje kuyapata mbele yake. Kwa hivyo sisi tukishikamana na maamrisho, tukajiweka mbali na makatazo, tukiwa na yakini kwamba kwa kuyafanya haya tutakwenda kulipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma yajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhsara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibadi. Allah sema katika Qur'ani ndani ya sura ya 3 sura ya Al-Imran, kuwakofisha waja na siku ya malipo,
siku ambayo mja atakutana na matendo yake yote aliyoyafanya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, khairi zote alizozifanya zenye kuhudhurishwa. Wa ma amilat min su'i, na maovu aliyoyafanya atawekwa mbele yake kwa uzito wa siku hiyo. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, mja atatamani yale maovu yawekwe mbali naye. Wa yuhadhirukumullahu nafsahu, basi Allah ametupa hadhari yeye mwenyewe. Wallahu raufun bil ibadi, Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Kwa hiyo Allah ametutengea mwezi huu maalum ili tuingie kisawasawa katika ucha Mungu, lakini pia tusishie ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, bali ucha Mungu uendelee nje ya miezi mingine usiokuwa mwezi wa Ramadhani. Lakini ahbabul kiram, jambo la pili ambalo sisi tunapaswa kulizingatia kutokea leo mpaka tunaingia makaburini ni kuyalinda matendo yetu mema ambayo tumeyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hili ni jambo gumu sana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nguvu katika kudhibitisha katika hilo. Tumefanya ibadati mbalimbali, tumesimama tarawehi, tumetoa sadaka, tumesoma Qur'ani, tumemswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeleta istighfari. Haya yote tumeyafanya ili kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kile kizuizi ambacho kilituzinga tukashindwa kumwasi Allah leo kimeondoka, lakini Allah mwenyewe yupo. Basi yale tuliyoyafanya lazima tuweke jitihada ya kuyalinda. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sura ya 16 aya namba 92, surati An-Nahl, Allah anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah anatuonya, anatuambia wala msiwe kama mwanamke ambaye ameufumua uzi wake baada ya kushakuwa ameushona umekamilika. Allah anapiga mfano wa picha ni mwanamke ambaye ametumia muda, ametumia nguvu, ametumia gharama, ametumia maarifa aliyokuwa nayo, akatengeneza vizuri uzi wake ama akasuka vizuri mkeka wake, kisha baada ya kukamilisha akaanza kufumua mwenyewe. Maana amefanya kazi bure. Kwa hiyo ikiwa sisi tutayarejelea maovu, basi hatukuwa na haja ya kujizuia na kula na kunywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hatukuwa na haja ya kusimama usiku na kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu itakuwa ni habaa manthura mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wenye kusikia maneno kisha tukayafanyia kazi. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni awali ya yote nahusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile ambavyo tulishikamana na ucha Mungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ndivyo hivyo tushikamane na ucha Mungu huu katika miezi mingine 11 iliyobakia nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika miongoni mwa mambo ya kuzingatia ili sisi tuweze kudumu na ucha Mungu, tumeyaona machache miongoni mwayo, lakini pia katika mengine ni sisi kufanya haraka kutubia pindi tunapomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Umeondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutawaona wengi miongoni mwa wanadamu wakimwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanadamu kwa kuwa Allah amemuumba ni kiumbe anakosea, sio mashine kwamba ilivyowekwa ndiko iko hivyo. Basi mwanadamu anapokosea ni lazima arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio Allah pia anatueleza katika Qur'ani kama alivyozungumza ndani ya sura ya 3 sura Al-Imran aya namba 133. Allah anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Fanyeni haraka kukimbilia msamaha wa Mola wenu
ndani ya kupata msamaha wa Allah kuna pepo ambayo arduha samawati wal ardhu, upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, wameandaliwa wacha Mungu. Lakini Allah akaelezea sifa baadhi za hao wacha Mungu walizonazo katika aya namba 135. Allah anasema walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah anasema wacha Mungu ni wale ambao idha fa'alu fahisha, wanapofanya uchafu, au dhalamu anfusahum, ama wakazidhulumu nafsi zao kwa kwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhakarullaha, haraka sana humkumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru li dhunubihim, na utaka msamaha wa madhambi yao wa makosa yao. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, basi ni nani anayesamehe madhambi isipokuwa Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, hapa ndipo pa kupigia mstari. Walam yusirru ala ma fa'alu, hawarejelei tena katika lile ambalo wamelifanya. Wa hum ya'lamuna, hali ya kuwa wanajua lile ni kosa. Manake kama tumetubia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama tuliacha betting ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama tuliacha usengenyaji ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi isiishie ndani ya Ramadhani. Ili tuwe sisi tumetubia kweli taubatan nasuha, lazima tuyaache moja kwa moja mpaka tunaingia kaburini. Na utaona ahbabul kiram, mwezi mtukufu wa Ramadhani umetufundisha kwamba mwanadamu anaweza kuwa mcha Mungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu anaweza kujizuia kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Leo imeingia Ramadhani, mama zetu wamejistiri, wamekuwa wakivaa stara ya kisheria. Kama waliweza kuvaa stara ya kisheria ndani ya Ramadhani, maanake wana uwezo wa kuivaa stara ya kisheria nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yule ambaye atakayerudia mavazi aliyoacha ambayo si ya stara ndani ya Ramadhani, kisha nje ya Ramadhani akayarudia, huyu bado hajafikia kiwango cha kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye aliacha betting kwa sisi vijana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ana uwezo wa kuiacha maisha yake yote. Yule ambaye alijipinda na ibada mbalimbali ndani ya Ramadhani, ana uwezo wa kujipinda na ibada hizo hata nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lau sisi tutaazimia na kuamua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah anatuonyesha ili tudumishe mahusiano yetu bora sisi na yeye. Ikiwa tutakosea kwa chochote, basi tuwe wepesi kumrudia yeye na tujute na tusiazimie kurudia tena kosa ambalo tutakuwa tumelifanya. Lakini pia vile vile katika mambo ambayo yatatujenga sisi na kuimarisha mahusiano yetu na kutufanya kuwa ni wacha Mungu, ni watu kujizuia na hawa za nafsi zao, tujizuie na matamanio ya nafsi zetu, lakini biikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika Qur'ani, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ama yule ambaye ataogopa kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataogopa kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile alichokifanya, wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, na akaizuia nafsi yake na matamanio, fa innal jannata hiya al-ma'wa, basi huyu pepo itakuwa ndio marejeo yake. Na akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mtu mwerevu, mtu mwenye akili ni yule ambaye anaichunga nafsi yake, wa amila lima ba'da al-maut, na akafanya yale ambayo yatamfaa baada ya kufa. Wala ajiz man atba'a nafsahu wa hawaha, na mtu mjinga ni yule ambaye anaifuatisha nafsi yake kwa matamanio. Kila ambacho nafsi inamwamrisha kufanya anakifanya, kila ambacho nafsi inamwamrisha akifanye yeye anakifuata kwa kuitii nafsi. Ndio Allah anasema, araita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila. Umemwona yule ambaye anifanya nafsi yake kuwa ndio Mungu wake, kile ambacho nafsi itamtuma afanye anafanya pasina kushikamanisha na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Basi huyu Muhammad utakuwa mtetezi siku ya kiyama juu yake? Jawabu la. Kwa hiyo sisi tuwe wacha Mungu, lazima tutende matendo yetu kwa kuangalia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imetutaka nini. Yule ambaye atayafanya haya, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anatuambia ana akili, kwa sababu anafanya yale ambayo yatamsaidia baada ya kufa kwake. Lakini mjinga ni yule ambaye anaifuatisha nafsi yake kwa matamanio, kisha anatamani kwa Mwenyezi Mungu apewe yaliyokuwa ya kheri. Jawabu lake ni kwamba hawezi mtu kuvuna kitu ambacho hajakipanda. Lazima mtu avune kile ambacho amekipanda.
Ahbabul kiram, tuko ndani ya siku tukufu. Inna yawmakum hadha yawmun adhim, hakika siku yetu hii ya leo ni siku tukufu, siku adhim. Yawmul akbar wa yawmul eidul mubaraka, siku ya leo ni siku kubwa, lakini pia siku ya leo ni siku ya Eid. Wa yawmul wa'id, lakini pia vile vile ni siku ya makamio. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man asa Allah yawmal Eid fakaannama asahu yawmal wa'id, atakayemwasi Allah katika siku hii ya Eid ni kana kwamba anahesabika ni yule ambaye amemwasi Allah katika siku ya kiyama. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na maasi yote kuanzia leo mpaka tunaingia kaburini. Watukufu wa Islam, umeondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ulikuwa ni kipimo cha kuonyesha umoja wa umma mtukufu wa Kiislamu, kama Allah anavyosema, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, hakika umma wenu huu ni umma mmoja. Na haya yamedhihirika leo ulimwenguni kote, watu katika viwanja wakifanya ibada ya Eid kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuonyesha kwamba umma huu ni umma mmoja, unafungwa na akida moja, unafungwa na sheria ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Leo ulimwenguni kote wamekamilisha ibada ya saumu Ramadhani. Ilipoingia Ramadhani, Waislamu wote ulimwenguni walifunga, na leo wote wanafurahia kwa kuingia katika siku tukufu ya Eid. Ni kidhihirisho cha kuonyesha kwamba umma wa Kiislamu ni umma mmoja, fikra ya Kiislamu ni fikra moja, hisia ya Kiislamu ni hisia moja, tofauti na ndugu zetu ambao si Waislamu. Leo wako katika ibada ya funga ya lazima, lakini utaona sio wote wanatekeleza ibada hii. Wako miongoni mwao ambao hawakubali kama hii ibada ya funga, hawafungi, wanofunga ni wachache. Lakini kwa sisi Waislamu sote tumefunga, sote leo tunaswali hili. Wao baada ya kumaliza ibada hiyo wanaosherekea sikukuu, si wote wanaosherekea, watu kama Wasabato walikuwa hawaitambui. Kwa hiyo utaona umma wa Kiislamu ni umma mmoja, basi tupendane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo wako ndugu zetu Gaza wanapitia hali ngumu, wakati sisi tunaswali hili leo wenyewe hawana hata sehemu za kuswali. Wakati sisi tunafurahia kile ambacho tunakipata kama riziki kutoka kwa Allah, wao leo hawana uhakika wa kutia chochote katika vinywa vyao. Basi tusiwasahau katika dua zetu, tuwaombe Allah wafanyie wepesi, wapate nusura, na wenyewe waishi katika dunia hii kwa raha kama tunavyoishi sisi. Lakini mwisho, watukufu wa Islam, baba zangu na mama zangu na dada zangu na wadogo zangu, tunahusiana juu ya kumwomba sana Allah dua katika siku ya leo, kushikamana sana na ibada, kumtaka sana msamaha Allah. Tukiwa ndani ya Ramadhani kuna vitu tuliteleza, basi tumtake msamaha Allah azitakashe saumu zetu. Leo si siku ya kwenda katika maklabu mbalimbali. Utaona siku mbili hizi watapita watu wakitangaza kwamba ukumbi fulani ukienda mwanamume kiingilio shilingi fulani, lakini mwanamke anaingia bure. Manake hawa wayasauna fil ardi fasada, ni watu ambao wamekusudia kueleza uovu katika ardhi. Basi ili sisi tutakashe saumu zetu, tuzitakashe ibada zetu, ukubalike msamaha wetu, lazima tujiepushe na mazingira kama haya. Hususan ni baba zetu na mama zetu, tuwahusie sana watoto wetu nyumbani. Atatoka akienda matembezini kwa ajili ya sikukuu na mwenzie atamshawishi twende sehemu fulani, kuna msanii amekuja. Kwenda kuyafanya haya ni kuharibu ibada ambayo tumeifanya kwa muda wa mwezi mzima. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wenye kufuzu kwa kuingia na kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutengenezee vizazi vyetu, awajalie watoto wetu wawe na hamu na rahba katika kuupenda na kubeba Uislamu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe na awanusuru ndugu zetu waliotangulia mbele yake, ayafanye makaburi yao kuwa ni viwanja katika viwanja vya peponi, na asiyafanye makaburi yao kuwa ni mashimo katika mashimo ya motoni. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في الغزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الغزة. اللهم انصر أمهات المؤمنين المستضعفين في الغزة. اللهم انصر أولاد المؤمنين المستضعفين في الغزة. اللهم ربنا تقبل دعاءنا وقيامنا وقعودنا وصيامنا وصلاتنا وتوبتنا يا إلهي الأول والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.